Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapendwa watazamaji wetu wa Istiqama Swahili TV, karibuni sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu kupitia hapa Istiqama Swahili TV online. Na kwa sasa basi tunakaribisha moja kwa moja katika kipindi cha Nashidi Zetu, kipindi ambacho kina lengo la kukusogezea maushiduna mbalimbali, lakini pia zile kazi zao mbalimbali ambazo wanazifanya kuweza kuzifahamu na kuzisikia kupitia channel yetu hii ya Istiqama Swahili TV. Na kama ilivyo kawaida na kama tunavyojua wengine na baadhi pengine wafahamu hili, ni kwamba channel yetu hii imekuwa ni sehemu ya wadau wakubwa sana ambao wamekuwa wakifanya kazi ya kusambaza lakini pia ya kueneza, kadhalika kuipa nguvu tasnia hii ya Nashid, tasnia ambayo katika miaka hivi karibuni imekuwa na ufanisi mkubwa mno katika dunia, lakini pia kwa kuona kwamba hafla mbalimbali za kidini lakini pia za kijamii zinatumia burudani yao ya Nashid ikiwa ni sehemu ya kunogesha na kustarehesha nyoyo zao katika hafla mbalimbali. Kwa hiyo ni kuona kwamba tasnia hii imekuwa na mchango mkubwa, lakini pia imekuwa inapata nguvu kubwa sana katika dunia. Kwa hiyo katika hilo tunajifaharisha na tunathamini sana mchango wa Nashid pia katika masala haya ya kijamii na kidini kwa ujumla. Na kama ilivyo kawaida tunakuwa na wageni hapa mbalimbali katika studio zetu, na leo hii alhamdulillah tumebahatika kutembelewa na munshid mahiri kabisa. Munshid ni miaka hivi karibuni tumekuwa akisikika na kuonekana katika jamii katika fani hii au tasnia hii ya Nashid, lakini alhamdulillah imekuwa ni mchango mkubwa au amekuwa na mchango mkubwa katika kusambaza, lakini pia katika kukataza na kuelekeza masala mbalimbali ya khair kupitia tasnia hii ya Nashid. Anaitwa Sulesh. Tutakuja kumjua kwa undani zaidi majina yake kamili, lakini pia tutakuja kumfahamu historia yake kwa ufupi sana. Halikadhalika baada ya hapo tutaingia moja kwa moja katika zile ahdaf au malengo ya kipindi chetu, ikiwa ni pamoja na kufahamu miongoni tu mwa zile kazi zake ambazo tayari alhamdulillah ameshazifanya katika lengo lile la kuweza kukumbusha umma wa Kiislamu lakini pia jamii kwa ujumla katika masala mbalimbali ya kijamii. Kukuleta kipindi hiki ni kwa ushirikiano wa fundi mitambo wetu hapa, lakini pia mimi naitwa Said bin Musa. Inshallah punde tu nitakuletea munshidi wetu hapa, mgeni wetu akusalimie, na baada ya salam tutakwenda katika malengo ya kipindi chetu. Lakini kabla ya yote na nakusihi sana na kuomba sana usisahau kusubscribe, lakini pia kulike na kadhalika kushare kwa wengine, kwa sababu nasema kwamba jambo zuri gawanya au jambo zuri wasambazie na wengine. Kwa hiyo tunaamini kwamba hili jambo zuri, lakini pia hata vipindi vyetu hapa vimekuwa ni sehemu ya kusaidia watu kufahamu dini ya Kiislamu, basi sambaza kwa wengine na wao waweze kufahamu masala mbalimbali ya kidini lakini pia ya kijamii, tukiamini kwamba itakuwa ni sehemu ya kushikana mkono hadi kupelekana peponi kwa uwezo wa Allah Azza wa Jalla. Naam, karibu sana mgeni wetu katika studio zetu za Istiqama Swahili TV. Jisikie upo huru kabisa, na watazamaji wetu wakiwa maeneo mbalimbali visiwani Zanzibar, Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania hii wanatufuatilia. Inshallah tunajifaharisha sana kuwa nawe katika siku hii ya leo. Lakini pia tunatamani tupate mawili matatu inshallah kutoka kwako, tukiamini kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa inshallah tunataraji kwamba tutapata kupona kupitia zile nasaha zako katika tasnia hii ya Nashid. Karibu sana umsalimie mtazamaji wetu inshallah. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kwa niaba inshallah. Naam, tungependa kufahamu, nimekutambulisha kwa jina moja hapa la Sulesh, lakini naamini kwamba inshallah kupitia kipindi chetu hiki watazamaji wako lakini pia wale fans wako wanahitaji kukujua majina yako kamili. Inshallah tuambie majina yako kamili. Naam, kwa majina naitwa Suleiman Shuari Ali. Suleiman Shuari Ali. Lakini kwa ufupi unaitwa Sulesh. Kwa nini Sulesh? Inawezekana ikawa jibu rahisi sana kwa watazamaji, lakini pia inawezekana ikawa ni gumu kwa baadhi. Labda tuambie kwa nini Sulesh? Sulesh ni muunganiko wa jina langu pamoja na babangu. Suleiman Shuari. Kwa imekuwa ni Sulesh. Tumechukua Sule na SH ya jina la baba tukapata Sulesh. Kwa unahisi kwamba kufupisha maneno au kufupisha majina
itakuwa ni sehemu ya kupatia umaarufu zaidi, sio? Sawa sawa. Kuliko kutumia jina kamili. Lakini Suleiman Shwari Ali pengine ni mkazi wa wapi, tungeweza kufahamu? Mimi ni mkazi wa Mwera kwa sasa, lakini nimekulia katika mtaa wa Kibanda Maiti. Okay, Kibanda Maiti. Sasa hivi watu wanasema Kibanda Uhai. So Maiti tena. Kutoka Kibanda Maiti mpaka Mwera, sio? Naam, historia yake kwa ufupi labda tungeweza kuifahamu katika upande huu wa tasnia ya nashid. Historia yako kwa ufupi inshallah. Naam. Mie tasnia hii ya nashidi nimeanza kufanya 2022. Baada ya kuhama madrasa na kupelekwa maboarding kule. Okay. Niandaa shairi pale. Yaani umetolewa madrasa ukapelekwa boarding kwa ajili ya masomo haya ya sekula. Ikawaje sasa hapo? Pale kulikuwa kama kuna huzuni fulani umeipata kutokana na kutolewa madrasa. Nikaandika shairi ambalo linahusiana na huzuni ya moyo. Okay. Huzuni ya moyo. Wakati upo boarding tayari kule. Nipo kabla sijaondoka, yani zinaanza zile process zile kwa sababu process ndo naziona mimi. Okay. Naam. Nikaandaa shairi pale. Wanasema tetesi. Ulikuwa unaziona. Naam. Kaandaa shairi pale ambalo linaitwa huzuni ya moyo. Okay. Na mpaka sasa ndo naendelea kufanya tasnia ya nashid. Okay. Kwa hiyo huzuni ya moyo ilikuwa ina lengo la kuelezea ile huzuni yako kutokana na kutolewa madrasa na wakaamua wale wasimamizi wako, walezi wako kupeleka katika boarding. Naam. Kiasi kwamba ukakosa ule muda mzuri wa kuingia katika masala ya dini, yani kusoma dini, sio? Kwa ukaelezea ile huzuni yako. Mashallah. Na tangu mwaka huu hadi leo hii ikiwa tunakuita Sulesh ni munshidi sasa kamili rasmi. Wakati ule husna ya moyo ulirekodi kabla kuingia boarding huko ama ni baada ya kuingia boarding nimerekodi? Kabla kuingia boarding. Kabla kuingia boarding. Na ni mtu gani ambaye pengine alikuunganisha na pengine studio au munshidun akakuelekeza pengine shairi lako ili hapa, lakini fanya hivi ili ilekee kuwa ni nashid? Mimi nilikuwa nasikiliza sana kazi za munshidi zile. Kupitia zile kazi zile ndio zimenielekeza. Hakuna mtu labda ananiambia pita hivi. Zile kazi zile. Yaani nafuata muundo ule munshiduna. Naandika jalia na anasoma nashidi yake, mimi natizama ili mimi nipite vipi. Okay. Kwa hiyo wewe ni kipaji tu baada ya kuwasikia na kuwaona wale wanafanya nini na wewe ni tofauti kabisa na huwezi kuwa, yani kuna fani huwezi kufanyia kazi mpaka unakaa kitako na unasoma. Huwezi kuwa mwandishi wa habari kama hujasoma au mwanajeshi kama hujapitia kwenye mafunzo, sio? Sawa. Mashallah. Naam. Hii tunasema kwamba kwa upande mmoja ni vipaji pia. Na munshidi gani ambaye kwa wakati ule ulimuhisi anafanya vizuri zaidi katika visiwa vya Zanzibar kabla ya kwenda nje ya nchi? Naam. Munshidi wingi wanafanya vizuri zaidi. Maana kuna uzuri na uzuri zaidi. Pengine kwa upande wako wewe. Kwa upande wako wewe. Kama nilivyokuambia wingi wanafanya vizuri ila Afaizu kidogo anafanya sana, yani anafanya vizuri sana. Kwa akakushawishi yeye zaidi. Ukajikuta umeingia katika Faizu Luheta. Okay. Haya, shukrani sana. Huyo ni Sulesh ama Suleiman Shwari Ali akiwa nasi hapa katika studio zetu Istiqama Swahili TV, akiwa tayari ameshajieleza alhamdulillah kwa ufupi majina yake na historia yake, lakini nani ambaye amemshawishi zaidi kuingia katika tasnia hii na sababu kubwa. Maana sababu kubwa ni kwamba sababu kubwa ni kutolewa katika masala ya dini na kuletwa katika masala ya boarding huku, akawa anapata huzuni kubwa na ikawa ni nashidi yake ya kwanza, huzuni ya moyo. Mashallah. Na malengo makubwa kuingia katika tasnia hii ya nashid ni yapi? Malengo makubwa ni kukataza mabaya pamoja na kuamrishana mema kama tulivyoambiwa. Kukataza mabaya na kuamrisha mema, ambalo ni lengo kubwa zaidi, na ikijitokeza malengo mengine inakuwa ni malengo madogo, sio? Sawa. Na lengo gani jingine zaidi ya hivi pengine kama utakuwa unalo? Fasta ndo hayo. Kwa haraka ni hayo. Mashallah. Na kwa sasa umekuwa ni munshid tayari. Sijui kama ni mashairi unaandikiwa ama unaandika mwenyewe mpaka wakati huu?
Mashairi nakuwa nafanya mwenyewe yani. Nafanya mwenyewe. Naandika mwenyewe pale. Ukipata utulivu ndio unakuwa unapata muda mzuri wa kutunga. Kuna siku moja nilifanya interview na munshidi mmoja akasema kwamba muda mzuri zaidi wa kutunga mashairi ni wakati wa alfajiri. Mtu anapata utulivu zaidi kabla ya salatul fajr pale unaandika mashairi, unatunga mashairi na unaandika pale. Hivi kwa upande wako likoje ile? Hivi unaweza kusema kwa upande wake, lakini kwa upande wangu mimi naweza nikawa natembea tu hivi. Unatembea tu? Unatembea tu, fikiria kitu. Huko unafikiria. Au umekutana na kitu njiani yani ikawa inakuja mada yani. Au mtu kafanya situation fulani, labda kamtukana mwenzake mbele yako yani. Kwenye akili kwamba ule ni uovu. Ukatengeneza sasa katika akili. Direct kwenye akili najijenga. Linakuja kama shairi fulani. Kwa pale unaliandika au pengine ukipata utulivu unaliandika. Pale utapata idea. Ile inakuwa idea. Kwanza uweze kutunga kitu kama hujua na idea nacho. Bila shaka. Mashallah. Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza nawe Suleiman Shuari Ali ama Sulesh. Umesha rekodi na shilingi ngapi hadi wakati huu? Zinafika na shilingi 6. Na shilingi 6 kwa sasa. Ni chipkizi bado. Chipkizi na shilingi 6. Ni hatua muhimu pia. Lakini ni zile ambazo umefanya mwenyewe ama kuna collaboration ndani yake, una ushirikiano? Zipo na shilingi 2 za collaboration. Umeshirikiana nani hizi na shida? Na shilingi moja nimeshirikiana na Munshidi Al-Fali. Na moja Munshidi Majal. Majal. Tutajia sasa majina na shida zako inshallah tuzifahamu. Ipo hiyo Husni ya Moyo, Uhalisia, Ya Mannan, Yo Gifti, ipo Ulimi, ipo harusi ya Abdul Kadiri. Kwa nini iwe Ulimi? Ulimi ni kutokana na mambo yani maneno yanotamka ulimi pasi na kuzingatia. Yani ulimi yani una vichochezi ya vitu vingi yani. Nakwambia ulimi unasengenya, ulimi unamfitinisha mtu, ulimi unatukana, ulimi unagombanisha, ulimi huo. Ulimi huo unatenda mema bila kusahau. Kwa hiyo ulimi hapo. Ulimi. Mashallah. Ni wazo zuri kwa sababu wanasema kwamba amani ya mtu, amani ya jamii, amani ya nchi inatengenezwa kupitia ulimi. Au machafuko ya mtu binafsi, jamii ama pengine taifa yanaanzia kwenye ulimi. Ulimi ndio kila kitu. Ulimi ukiteleza basi mwili mzima binadamu unakuwa hauna maana, lakini pia jamii inapata maafa kupitia ulimi wa mtu mmoja. Nchi inapata maafa kupitia ulimi wa mtu mmoja. Inaanza ulimi, lakini baada ya hapo unakuja ndio ile mikono ya watu sasa kutekeleza kile ambacho kimefikiriwa na akili, kikatamkwa na ulimi. Baada ya hapo mkono unafanya kazi, lakini hatimaye basi kama ni jambo zuri jamii inapata kunufaika, lakini kama jambo baya jamii inaharibika. Lakini pia amani ya nchi wakati mwingine inatoweka kupitia ulimi ambao ndio kitu cha kwanza katika kutengeneza ama kuharibu. Mashallah. Sasa tuje katika nashidi hii ya uhalisia. Nashidi ya uhalisia, labda ungetueleza uhalisia gani ambao umekusudia na sababu gani ya kutunga shairi hili? Uhalisia ni mwanafunzi anapokwenda skuli kule shuleni, jinsi anavyoandaliwa na wazazi wake. Yani ile kutoka nyumbani mpaka kufika skuli ni tofauti sana na anapokwenda madrasa. Madrasa anakuwa yuko tafrani, anaweza kukuta kanzu na viraka yani tafrani. Yani ndio ule uhalisia katika jamii yetu upo. Na sababu kuu ni kutowepo mashirikiano yani baina ya wazazi na walimu wa madrasa. Mashirikiano ni madogo sana. Yani unaweza kusema katika 100% wazazi wanashirikiana na walimu just 40%. Maana chini kabisa ipo chini kabisa. Maana sio 50 kwa 50, ni 40 kwa 60. Subhanallah. Na inaonekana wewe ni mwalimu wa madrasa
Ni kiongozi tu, sio mwalimu katika madrasa. Unasaidia wanafunzi. Ni madrasa gani kwa faida yetu inshallah? Ni Madrasatul Qur'an ipo Sebleni pale. Sebleni, mashallah. Na ungetupatia angalau beti mbili katika nashidi hii kabla ya kuwatazamisha watazamaji wetu inshallah. Haya, nashidi ya uhalisia. Kwake mwanafunzi anapokwenda shuleni, kuanzia ke mavazi anapendeza yakini, tena cha kufurahisha. Akenda shuleni mzazi amfikisha, hadi ndani darasani, ila huku madrasa mavazi tafarani, kanzu meja viraka juzukiwa mkononi, tena cha kusikitisha wengine hawathamini watoto kuwafikisha kwenye elimu ya dini. Mashallah, shukran sana shekhi wangu Sulesh. Na hiyo ni kama alivyoipa jina nashidi yake uhalisia, na hivyo ndivyo ilivyo katika jamii. Idadi kubwa ya wazazi ama walezi wamekuwa wanakosa ushirikiano, kupeleka ushirikiano kwa walimu wa madrasa na madrasa zenyewe pia, kwa sababu wakati mwingine unakuta walimu wana shida, lakini hata ni madrasa yenyewe wakati mwingine unakuta ina shida. Madrasa shekhi, unakuta chumba kimoja unakuta wanafunzi wamekusanywa kama nzi, wamekusanywa kama sisimizi. Hatusemi hili kwa ubaya, kwa sababu mazingira ndivyo ambavyo yanaruhusu, lakini wewe mzazi ama mlezi upate uchungu kupitia mazingira yale. Na inawezekana hatupati uchungu sababu hata zile madrasa zenyewe tunajua tu kwamba watoto wetu wanasoma katika madrasa fulani, lakini hatuendi kuangalia watoto wetu. Ukienda pale utaona ile hali ilivyo, huenda utapata uchungu, maumivu kutokana na ile hali. Lakini pia ushirikiano umekuwa unasemwa sana, unalalamikiwa sana, ni mdogo sana baina ya wazazi na walimu wa madrasa. Lakini upande mwingine huku unakuta kwamba ushirikiano ni mkubwa sana. Tunasema hili kwa sababu tunaona, lakini pia tunasema hili kwa sababu tunasikia pia. Na alhamdulillah hapa tunakuja tunawaleta walimu wa madrasa, licha kwamba ni munshidun, lakini pia ni walimu wa madrasa, na kile ambacho nakisema hapa ni kwamba kipo, na kwa hiyo inshallah tujitahidi katika hilo. Sasa inawezekana kabisa mzazi ama mtu kwa ujumla unaweza ukamuelekeza jambo katika njia ya kawaida, lakini asikuelewe kwa kiasi kikubwa, lakini ukija katika mashairi huku atapata ujumbe na ataufanyia kazi zaidi kuliko ile ilivyo kawaida. Basi inshallah tuiangalie nashidi hii ya uhalisia ambayo imesomwa na Sulesh. Nadhani humu Sulesh uko peke yako ama uko na Munshidi Al-Fali, mashallah. Al-Fali, tuangalie nashidi hii na naamini kwamba tutajifunza, lakini pia tutapata kuifanyia kazi na saha ambazo tutazipata katika nashidi hizi inshallah. Tuangalie nashidi hiyo ya uhalisia. Mwalimu, 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 mwalimu. Muhimu twataka wasomeeni, wazazi jambo muhimu yapaswa tulijueni. Tuna ujumbe muhimu twataka wasomeni, wazazi jambo muhimu yapaswa tulijueni. Wake mwanafunzi anapokwenda shuleni, kuanzia ke mavazi anapendeza yakini, tena cha kufurahisha yeye akenda shuleni, mzazi amfikisha hadi ndani darasani, ila huku madrasa mavazi tafarani, kanzu meja viraka jizukiwa mkononi, tena cha kusikitisha wengine hawathamini watoto kuwafikisha kwenye elimu ya dini. Sekula tuwasomesheni, ila dini tusipuzeni. Sekula tuwasomesheni, ila dini tusipuzeni. Kwa kweli ni nyingi pesa shuleni analipiwa, tena inalazimishwa mwanzo wa mwezi kutoa. 3 madrasa
mwisho wa mwezi kutoa, kaleta kila mkasa, pesa haitotolewa. Ya Rabbi tunakuomba, zidumishe maderasa, Ilahi wetu Muumba, zisije zikatoweka. Hizi ndio zetu nyumba ya dini kujipatia, na lengo la sikuumbwa bima tukalifikia. Ya Ilahi ya Kari, tukubalie maderasa zetu hizi tudumishie. Dua zetu kwa Manani nasi tunazifikisha, Ilahi wape amani walimu wa maderasa, wape nyoyo za imani, wazidi kutufundisha, wakaingie peponi na nyoyo kuzisafisha. Sekula tuwasomesheni, ila dini tusipuzeni. Sekula tuwasomesheni, ila dini tusipuzeni. Sahibani Studio. Na mashallah nina shidi hiyo ya uhalisia ambayo imesomwa na Sulesh akiwa ni muandaji mkuu wa shidi hii, lakini pia ndani yake mkiwa na watoto hao, halikadhalika Munshid Al-Falli kama anavyoonekana hapo akiwa anatoa ujumbe na nasaha kwa wazazi na walezi kupitia nashidi hiyo. Mashallah, shukran sana. Iwe ni sehemu na sababu ya kukumbushika na kufanyia kazi ukumbusho, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo, kwamba ukumbusho unakuwa unamfaa yule ambaye anaamini. Kwa hiyo tunaamini kwamba sisi sote ambao tunaangalia kipindi hiki ni wenye kuamini. Inshallah tuwe na mashirikiano bora kwa walimu wetu hawa. Hili ni jukumu letu wazazi, hili ni jukumu letu, lakini tunasaidiwa na walimu wetu hawa. Alhamdulillah, Allah awalipe khairi, kwa sababu ni kazi ngumu mno. Kusomesha mtoto ni kazi ngumu mno. Nazungumza haya kwa uchungu, sababu naona mimi niliwahi kufanya hii kazi, lakini nikaona ile hali ilivyo. Kwa hiyo inshallah tujitahidi. Ni kipindi cha burudani, lakini pia tunapata ujumbe ndani yake na ukumbusho pia. Inshallah tuwaidhike, lakini pia huko tunaburudika na kuwaidhika pia. Tufanye kazi ule waadhi ambao unapatikana, na hili ndio lengo au ni miongoni mwa malengo ya kukuletea kipindi hiki inshallah. Mashallah. Sulesh, Naam, tunaendelea baada ya ukumbusho huo, na sasa tunaendelea tukiwa tunazungumzia ni miaka kadhaa sasa tangu ulivyoingia katika tasnia hii ya nashid. Unazungumziaje katika upande wa mafanikio, licha kwamba alhamdulillah tumesikia hapa mafanikio yako kwamba umetengeneza nashid kadhaa, lakini ni yapi mafanikio mengine ambayo unahisi kwamba umeyapiga au umeyapata? Mafanikio ni kwamba tunatunga mashairi. Lengo kuu ni kuwaidhi jamii. Ndiyo. Na kwa upande fulani yanaelekea kufikia malengo. Kama nashidi ya uhalisia, ndio ile nakumbuka tuliperform kwa sherehe ya chuoni pale. Wazazi walisikia ile, kwa sababu lengo kuu ni ujumbe kwa jamii. Na kwa upande naweza nikasema kwa sasa kidogo wanajitahidi wazee, kidogo wanajitahidi ijapokuwa bado wapo wazee bado hawajaamka, lakini kwa kiasi fulani hivi wamepata ujumbe. Sawa. Kwa pale niliposema kwamba huenda utamkumbusha mtu kupitia maneno ya kawaida asikuelewe, lakini ukija katika upande wa mashairi huko akakuelewa kwa haraka zaidi. Hilo ni kweli. Ukamsikia mtu anakuambia sema hapa kaongea ukweli, yani mambo yani pale tayari ashabeba concept. Okay. Mashallah. Kwa ni mafanikio makubwa zaidi hayo. Lakini kwa upande wa changamoto, sababu kila kitu kina pande mbili. Kuna mafanikio, lakini pia kuna changamoto ambazo mtu anaziface, anazikabili katika safari yake ya nashid au safari yake ya jambo lolote. Kwa upande wa changamoto zikoje? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema changamoto ni katika kufanya video. Sababu video ni harama. Okay. Jambo lolote lina harama, lakini video kwa upande wangu mimi ni harama. Unaweza kuwa na mashairi mingi na umeandaa kiconcept, yani mpaka ile idea ya kutoa video nayo, lakini shughuli kawa ni katika upande wa gharama. Okay. Pengine mtu akisikia ile
hatojua huyu kaongea nini kwenye nashidi, hatojua. Lakini akiona video yake na ile concept ambayo umebeba kidogo, hapa kambia mwenzake jiwe, hapa kimetokea hivi, kidogo anaweza kabeba concept. Okay. Aya, kwa unahisi kwamba video au mtazamo wako ni kwa video inakuwa ina nguvu zaidi? Kwa upande wangu mimi. Na studio gani ambayo unatumia? Kwa sasa natumia studio ya Swahibani. Okay. Abdallah pale. Mashallah. Haya, inshallah khair. Shukran sana. Lakini kwa upande mwingine Sulesh, sijui kama ulishawahi kushiriki katika matamasha yoyote? Mpaka sasa sijawahi kushiriki tamasha lolote la nashdi. Okay. Licha kwa nisha perform sehemu nyingi, lakini yale matamasha bado. Yale matamasha rasmi bado. Nisha perform walini kwenye nashdi ya harusi, nisha perform madrasa kama nilivyokuambia kwenye nashdi ile pale uhalisia, pamoja na ipo nashdi ambayo sio rasmi. Ndio. Lakini natarajia insha Allah. Nimesikia tetesi kuna tamasha ambalo wewe mwenyewe utaperform katika tamasha hilo. Insha Allah. Ambalo linaandaliwa na Zaiso. Sawa. Zaiso Nashid Festival. Okay, kwa utakuwepo pale vizuri tu. Mashallah. Shukran sana. Na hadi wakati huu umetoa video ngapi? Mpaka sasa hivi ni video moja. Hii ya uhalisia. Okay. Niliona ina uzito mkubwa kiasi cha kwamba ukiitoa audio tupu itakuwa kama haina ladha yani. Okay. Lakini umepambana ukatoa video. Na baada ya kutoa hii uhalisia na hadi katika mfumo huu wa video, pengine umepata mwitikio gani katika jamii? Kikubwa mimi nitaenda kwenye comment yani. Yes. Comment za wale mashabiki na jamii kwa ujumla, ni ujumbe umefika ya ukweli alizungumza yani kwenye comment. Okay. Hayo ni ya ukweli, huo ni uhalisia, yani comment zipo tofauti yani. Mashallah. Na unahitaji ushirikiano wa mshiriki gani pengine kwa hapa visiwani zaidi? Licha kwa ushirikiano alhamdulillah na mshiriki wawili hawa lakini pengine unatamani sana ufanye kazi na mshiriki fulani hivi. Ni nani? Pengine ungekutajia angalau wawili watatu? Kwa upande wangu mimi, ndio hamu yangu mimi naweza nikasema ni Munshidi Faiz Luheta. Faiz Luheta. Hamu yangu yani nifanye naye nashidi. Na ulishawahi kubahatika kuonana naye? Sana tu. Nishaonana naye sana. Ombi ushampelekea? Ombi nimempelekea. Nimempelekea. Na inshallah nimekuuliza hili kwa sababu huu ni kijana wetu. Kwa hiyo Faiz Luheta, naamini kwamba unatutazama, lakini pia kijana wetu huyu Sulesh utamtafuta inshallah, sababu hiyo ndio lengo. Ushirikiano ni muhimu. Nasema kwamba kidole kimoja hakivunji chawa, na umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hiyo inshallah kijana wetu huyu Sulesh anakuangalia na unamwangalia, mnatazamana na mnakutana, inshallah tushirikiane katika kusongesha mbele. Kijana wetu huyu Faiz ni mwepesi sana, na naamini kwamba atakutafuta na mtashirikiana inshallah. Haya, na unalipi la kuongezea katika maongezi yetu haya? Pengine una jambo muhimu la kulieleza? Mie nitatoa ushauri tu kwa jamii. Lengo kuu la nashdi ni kukataza jamii kutokana na mambo maovu yanayotendeka. Yani ina malengo mengi, ikiwa ni burudani, lakini tupate mawaidha ama tuwaizike kutokana na ujumbe. Sio nashdi tu, yani shairi lolote ambalo tulikuta limetungwa sehemu yoyote inakuwa inabeba ujumbe. Ina lengo la kufikisha ujumbe ambao upo ndani yake. Kwa tufanyie kazi zaidi ule ujumbe ambao ulokuwemo katika mashairi. Okay. Sababu nashdi ni shairi. Mashallah. Sule, tumeona katika miaka hivi karibuni watoto wamekuwa wakishirikishwa sana katika tasnia hii ya nashid, na kuna murshid na wengine wana madrasa, ni walimu wa madrasa, na wengine pengine wanakabidhiwa watoto kwa ajili ya kuwafundisha. Wewe bahatika kuwa ni miongoni mwa wale ambao wapo katika madrasa na wanafundisha watoto. Kwa upande wako umejipangaje katika kutengeneza watoto angalau kama ni kikundi ama wawili watatu, kuwaelekeza na kuwafundisha, kwa sababu inasemekana kwamba watoto wamekuwa wakinogesha zaidi sawa. Ili unalisemeaje? Naam, katika nashdi yangu halisia kama pale mmesikia pale hii sauti ya watoto mule. Na hata ilivyoanza ni pale mwalimu
hata madrasa huko Eh. watu yani watakuwa hapajui poto kwa vipande vyetu sie tulosoma vile hawavijui, lakini ukianzia tu mwalimu wanaendeleza. Mashallah. Yani kipande hicho kimependwa sana hapo. Okay. Mwalimu sawa maneno yako watoto wanazinogesha sana Nashid. Okay. Kwa upande wangu mimi bado sijaanza hizo process. Sababu najiona bado mdogo mimi. Okay. Bado ni mdogo. Yani, bado yani. Kwani wale watoto ni wa madrasa nyingine? Madrasa ile. Ile. Yani bado kuchukua sio rasmi. Sio rasmi Okay. Sijaweza yani kuchukua ile kundi la watu. Hata hivyo kama nilivyokuambia. Kiuchumi nipo hafifu. Kwa sababu kuwachukua wale kuwafundisha sio tatizo. Lakini ni gharama pia. Gharama ipo studio. Okay. Na katika ile pengine labda uongozi wa madrasa wanasemaje, au pengine kama kuna watu wote ambao ungependa kuwaomba wakupe ushirikiano labda? Na mimi bado sijalipeleka rasmi ule madrasa. Sababu madrasa nafanya mimi na wewe mwenzangu. Okay. Lakini sijalipeleka rasmi. Lakini kwa pale chuoni watoto wangufuata flash zao tutulie Nashid tutulie. Okay. Kwa hiyo wanasikiliza na idea wanayo yani. Naam. Lakini sijalipeleka rasmi kwa walimu. Mashallah. Na unaombi gani kwa watazamaji wetu tukiwa tunamalizia maongezi yetu haya? Unaombi gani kwao na saha gani kwao, na hatimaye kama hakutakuwa na usumbufu basi inshallah tupate mawasiliano ya simu? Mimi naomba tu mnisapoti pamoja na kufuatilia na kazi zetu, yani mjitahidi ile kazi zikitoka mtufuatilie yani. Okay. Sababu sisi hatulipwi, naweza kuhesabu hatulipwi, au kama wapo wanaolipwa ni wachache sana. Kwa hiyo ile ukisubscribe pale, ukiangalia, ukiweka comment yako nzuri kidogo, mnatupa moyo. Okay. Na kwa njia gani watazipata Nashid zako, licha kwamba video umetoa ni moja, lakini inawezekana kuna uwezekano wa kuzipata hii na nyinginezo ambazo nakuja kwa njia gani? Nashid zangu mimi na post YouTube kule. Okay. Kwa jina la Sulesh Nashid. Sulesh Nashid. Okay. Zipo pale kwa mtu search tu Sulesh Nashid atazipata. Zinakuja zote. Zinakuja. Na zile ambazo umefanya video na zile ambazo umefanya ndio cover tu zile. Okay. Mashallah. Mawasiliano yako ya simu pengine kama itawezekana hivyo? Namba zangu za simu ni 07 17 87 52 98. Tuzikariri tena. 07 17 87 52 98. Mashallah. Basi sisi hapa tunakushukuru sana kwa ujio wako, lakini pia tunashukuru kwa kuitikia mwaliko wetu ama wito wetu. Hatuna kulipa, lakini tunasema kwamba tunashukuru sana na Allah akulipe kheri katika hili ambalo unalifanya, lakini pia katika yale ambayo utayafanya mbeleni inshallah. Basi mtazamaji wetu, huyo ni Suleiman Shuari Ali ambaye tumekuwa naye katika maongezi yetu ya leo, tukiamini kwamba umejifunza mengi sana kupitia mgeni wetu. Tunasema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Tumepata ukumbusho alhamdulillah kupitia maongezi yake ya kawaida, lakini pia kupitia nashidi hii iwe ni sehemu ya kuwaidhika na kufanyia kazi waadhi ambao tumepata kupitia yeye. Lakini ala kulli hal ameeleza mengi, lakini katika yote basi ni ushirikiano. Sisi ni wadau wakubwa wa Nashid ambao tunatazama kipindi hiki na ni mashabiki sana. Shabiki mkubwa ni yule ambaye anatoa ushirikiano. Ni sana vile ambao tumezungumza kuhusu na madrasa hapa. Mzazi bora ni yule ambaye anatoa ushirikiano. Unapenda Uislamu sio? Basi shirikiana na walimu ambao wanafundisha dini. Basi unapenda Nashid, shirikiana na wale ambao wanatoa Nashid. Inshallah itakuwa ni jambo zuri sana. Mkono kwa mkono hadi peponi. Huu ndio mkono kwa mkono hadi peponi. Ukisema kwamba unapenda Nashid, basi toa ushirikiano. Unapenda dini, toa ushirikiano kwa walimu wa madrasa na madrasa zenyewe pia. Inshallah tunataraji kwamba tumepata ukumbusho huu. Inshallah tunasema kwamba hatuna ziada isipokuwa tunakushukuru sana kwa ushirikiano wako, kwa utazamaji wako, na tuwashawishi wengine pia kufuatilia vipindi vyetu hivi Nashid zetu, lakini pia vipindi mbalimbali ambavyo vinakujia kupitia kanati hii ya Istiqama Swahili TV. Tunasema hatuna ziada isipokuwa tunakuomba usisahau kusubscribe, lakini pia kulike, halikadhalika kushare kwa wengine, lakini pia kuwashawishi na wengine kufuatilia vipindi vyetu kama tulivyosema hapo awali. Naitwa Said bin Musa, lakini pia tumekuwa naye hapa kijana wetu Suleiman Shuari Ali ama Sulesh katika upande huu wa Nashid.
na mafundi mitambo wetu hapa wamekuwa wanafanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha kipindi chetu kimekuwa au kinakuwa katika hali ya ubora. Tunawashukuru sana katika hilo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.